Lakini leo alhamdulillah nimekuta jengo limekamilika kwa asilimia kubwa kabisa, na sasa kinachofanyika ni utaratibu wa uwekaji wa vifaa kwenye eneo letu hili. Naamini hatua hizi zikikamilika, basi Wanajadida na vitongoji vyake watafaidika sana katika kulitumia jengo hili kupata huduma za afya mbalimbali ambazo zinapatikana hapa. Nimefanya ukaguzi, nimeona na baadhi ya vifaa vimeshaanza kuwekwa vingi kwenye eneo hili. Nitoe maagizo matatu. Katibu Mkuu, agizo la kwanza, vifaa vyote vinavyofungwa hapa vithibitishwe viwango vyake. Nisingependa kuona kifaa kimefungwa hapa baada ya miezi 6 hicho kifaa hakifai tena. Kwa hiyo hata kama mzigo umeshafika hapa, kama kifaa hakina kiwango, na wanaojua kiwango, kwa sababu tunapotaka kifaa tunaweka specification zetu. Kama hakina kiwango, hata kama mzigo umeshafika hapa, urejesheni uliko toka, na huyo aliopaswa kuleta ataleta chengine kwa gharama yake na kwa mujibu wa specification tulizokubaliana. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, vifaa hivi ambavyo vinafungwa hapa naamini ni vya kisasa sana, vitahitaji madaktari. Kuwa na jengo zuri sio hoja. Unaweza ukawa na jengo zuri hapa, watu hawahitaji jengo, wanahitaji huduma. Lazima tuhakikishe hapa wanapatikana madaktari wenye sifa na wenye uwezo wa kufanya kazi kwa kadiri inavyowezekana kwa mujibu wa hadhi ya kituo hichi. Kulifungua jengo hili bila ya madaktari wanaostahiki itakuwa haijatusaidia wala hatujawasaidia wananchi tunao wakusudia kuwapa huduma. Mheshimiwa Rais ametuelekeza kwenye haya. Tusimamie vifaa, tusimamie miundombinu, lakini tusimamie na huduma. Kwa hiyo vifaa nimeshatoa maelekezo, miundombinu ipo tayari, lakini huduma sasa, na sijui lini Katibu Mkuu hizi zitakuwa zimekamilika, hospitali hii kwa matumizi sasa. Nadhani mkamilishe kwa haraka hospitali hii ikamilike na wananchi waweze kuitumia. Jengo hili limejengwa hapa kwa sababu ya mahitaji. Maana ukiacha hapa, nadhani kituo chingine ilikuwa lazima uende Kinyasini. Sasa uwepo wa jengo hili na huduma hii hapa itasaidia sana kupunguza usumbufu wa wananchi ambao wanahitaji huduma kama binadamu. Najua utaratibu wetu wa sasa, wenzetu wa mfuko wa bima ya afya watafanya kazi, na najua kama ulivyoniambia kwamba hapa na wao watakichukua kwenye utaratibu wao, na wao tunawaelekeza kuhakikisha kwamba huduma zote stahiki, dawa zote stahiki zinapatikana kwa masaa 24. Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo haya, tumejenga, vifaa vinapatikana, madaktari wanapatikana. Sasa sisi wasimamizi huduma, bila ya huduma kituo hichi hakitakuwa hakina maana yoyote. Kwa hiyo niombe sana wale ambao watapata nafasi ya kuhudumia hapa na kuhudumia vituo vingine vyote, wafanye kazi kwa bidii na kwa weledi. Tusimamie maslahi yao, tusimamie haki zao, na mwisho wa siku na wao waweze kufanya kazi inavyostahiki. Maana najua madaktari mko hapa, wengine wanaweza kusema tunadai hichi, tunadai hichi, tunadai hichi. Sisi serikali hatutaki kudaiwa. Lazima niwaambie kweli. Serikali ya Dr. Mwinyi haitaki kudaiwa. Kama daktari anadai koli zake, mtuambie tuwalipe. Kama daktari anadai kitu chake chengine, mtuambie tuwalipe. Sasa changamoto hizi mkikaa nazo kama hamtuambii, halafu tukaja amekuja makamu wa pili, amekuja rais ndo anaambiwa, tutaona kwamba kuna changamoto ya kiutendaji. Na hapa tutalazimika tuchukue hatua tu, hatutakuwa na mjadala mwingine.